Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya yote, kwa idhini yako, naomba kufanya masahihisho madogo kwenye ukurasa wa 82 wa kitabu changu cha hotuba. Kutoka juu mstari wa 6, inaposoma aya ya 147 isome 154. Baada ya hapo, naomba kitabu changu cha hotuba kiingie kama kilivyo kwenye kumbukumbu za bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia taarifa iliyowasilishwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii ndani ya bunge lako tukufu, ambayo imechambua bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ninaomba kutoa hoja kwamba sasa bunge lako likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum fungu 53 kwa mwaka 2025-26 na vipaumbele vya wizara kwa mwaka 2026-27. Aidha, ninaliomba bunge lako tukufu likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya kawaida pamoja na miradi ya maendeleo ya wizara kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na neema kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lako tukufu leo ili kuwasilisha hotuba yangu. Pia nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua tena kuiongoza wizara hii muhimu kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Natambua kuwa Mheshimiwa Rais ana matarajio makubwa ya kuona utoaji wa huduma za ustawi na maendeleo ya jamii, malezi na makuzi ya watoto na uwezeshaji kiuchumi kwa makundi maalum unafanyika kwa kasi na ufanisi mkubwa. Ninaahidi kwamba wizara itaendelea kutimiza majukumu yake kwa weledi mkubwa ili kuhakikisha kwamba matarajio yake yanafikiwa kikamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuaminiwa tena na Watanzania na kuchaguliwa kwa kishindo kuendelea kuongoza nchi yetu kwa kipindi kingine. Aidha, ninapenda kumpongeza Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi kwa kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawaombea viongozi wetu afya njema, hekima na mafanikio katika kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuchaguliwa tena kuiongoza Zanzibar kwa kipindi cha pili kupitia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ninampongeza kwa uongozi wake madhubuti na juhudi zake za kuimarisha ustawi na maendeleo ya jamii. Tunatambua na kuthamini mchango wake mkubwa katika kuimarisha ushiriki wa wanaume katika kukuza usawa wa kijinsia kupitia kampeni ya He for She. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba mbunge kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile nampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba yake aliyoiwasilisha kwenye bunge lako tukufu tarehe 1 Aprili 2026 ambayo imeainisha vipaumbele na mwelekeo wa utekelezaji wa shughuli za serikali kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakupongeza wewe binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Spika kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ilala na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaani Mheshimiwa Azan Zungu, mbunge Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Daniel Baran Silo, mbunge, kwa kuchaguliwa kuwa naibu Spika wa Bunge. Vile vile ninawapongeza wenye viti wa Bunge, nikianza na wewe mwenyewe Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, mbunge, pamoja na Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge, na Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso, mbunge, kwa umakini wenu katika kusaidia kuongoza vikao vya Bunge. Ninawaombea na kuwatakia kazi njema katika majukumu yenu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ninapenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii chini ya mwenyekiti Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge, na makamu wake Mheshimiwa Dr. Regina Christopher Malima, mbunge, kwa ushauri na maelekezo yao wakati wa maandalizi ya bajeti hii. Hakika ushauri na maelekezo ya kamati yamekuwa nguzo muhimu katika kuimarisha utendaji wa wizara. Aidha, ninawashukuru sana waheshimiwa wabunge wote
kwa ushirikiano mnaoendelea kuipatia wizara yangu kwa lengo la kuimarisha utekelezaji wa afua za maendeleo na ustawi wa jamii. Vile vile ninawashukuru mawaziri wenzangu kwa ushirikiano mkubwa wanaonipatia katika utekelezaji wa majukumu ya wizara hii. Ni ahadi yangu kwamba wizara itaendelea kushirikiana nao kwa karibu ili kuhakikisha tunatekeleza kwa vitendo maono na dhamira ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuwa na jamii yenye ustawi na maendeleo endelevu na jumuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee ninamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Mhandisi Mary Priska Winfred Mahundi, mbunge, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, kwa ushirikiano mkubwa anaonipatia katika kutekeleza majukumu yangu kila siku. Amekuwa msaada mkubwa katika kusimamia shughuli za wizara, kutoa ushauri na kuhakikisha utekelezaji wa majukumu unafanyika kwa ufanisi. Hakika wanawake wa mkoa wa Mbeya hala kukosea kumchagua mwakilishi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee ninaishukuru management na wataalamu wote wa wizara ninaoiongoza wakiongozwa na Bwana Eliakim Chacha Maswi, katibu mkuu, na wasaidizi wake Wakili Amoni Mpanju ambaye ni naibu katibu mkuu anayeshughulikia maendeleo ya jamii na makundi maalum, na Bi Felista Mdemu ambaye ni naibu katibu mkuu anayeshughulikia maendeleo ya jinsia na wanawake, kwa mchango na ushirikiano wao katika kuwezesha utekelezaji wa majukumu yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninawashukuru wenyeviti wa bodi na wakuu wa taasisi ya ustawi wa jamii Kijitonyama na maendeleo ya jamii Tengeru, pamoja na wakuu wa vyuo 8 vya maendeleo ya jamii kwa ushirikiano wao mkubwa unaonirahisishia utekelezaji wa majukumu yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kutoa salamu za pole. Ninatoa pole kwa kuondokewa na wabunge wenzetu, Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge na aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu na wenye ulemavu. Pia Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, na Mheshimiwa Halima Idi Nassor aliyekuwa mbunge wa viti maalum wafanyakazi, waliotoa mchango mkubwa katika taifa kupitia bunge na serikali. Tunawaombea pumziko la amani na tunawakumbuka kwa utumishi uliotukuka. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatoa pole kwa kifo cha Mheshimiwa Julie Catherine Manning, mwanamke wa kwanza Tanzania kusoma shahada ya sheria na kuhudumu kama jaji wa Mahakama Kuu katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kuwa waziri wa kwanza wa sheria mwanamke. Baada ya utangulizi huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda sasa kutoa maelezo kuhusu maono ya kimageuzi katika sekta ya maendeleo na ustawi wa jamii, utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka 2025-26, mpango na makadirio ya mapato na matumizi, pamoja na maombi ya fedha kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya kimkakati vya wizara kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii ninayowasilisha mbele ya bunge lako tukufu imebeba ujumbe mkuu kwamba maendeleo ya taifa hayawezi kupimwa kwa miundombinu pekee, bali kwa ubora wa maisha ya watu, uimara wa jamii, usalama wa kijamii, ushiriki wa wanawake katika maendeleo, ustawi wa watoto na wazee, pamoja na uwezo wa wananchi kushiriki kikamilifu katika kujiletea maendeleo yao na taifa kwa ujumla. Hapa napenda kunukuu maneno ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, alipotoa hotuba yake ya kufungua Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Novemba mwaka 2025 Dodoma. Alisema, na nukuu, "Namuomba Mungu kuwa mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania." Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa msingi huo, wizara hii ni muhimili mahususi wa maendeleo ya watu na injini ya uchumi jumuishi nchini. Aidha, ni nyenzo ya kuleta mageuzi ya fikra katika jamii ambayo ni msingi muhimu katika kufanikisha dira ya 2050 yenye lengo la kujenga taifa lenye demokrasia, haki na uhuru, taifa linalozingatia utu, amani na umoja, taifa lenye uwezo wa kumiliki na kutumia kikamilifu rasilimali zake kwa manufaa ya wananchi, pamoja na kuhifadhi, kukuza na kulinda maadili na tamaduni chanya za Kitanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii ninayoiwasilisha haiainishi tu takwimu za kibajeti,
bali inaeleza maono na mwelekeo wa taifa katika kujenga taifa lenye ustawi, mshikamano, maadili na ushiriki mpana wa wananchi katika maendeleo. Tunaamini kwamba maendeleo ya kweli na endelevu hayawezi kupatikana kwa ukuaji wa uchumi pekee, bali pia kwa kuwa na jamii imara inayojali makundi yote ya wananchi na inayowezesha kila mmoja kushiriki katika kujiletea maendeleo. Kwa mantiki hiyo, sekta hii ni ya kimkakati na kimageuzi inayojenga msingi wa taifa lenye watu wenye utu, uwajibikaji, uzalendo na uwezo wa kuchangia kikamilifu katika kufikia malengo ya Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda kusisitiza kwamba msingi mkuu wa Dira 2050 unaojengwa juu ya utawala bora, amani, usalama na utulivu si kauli ya kawaida ya sera, bali ni uamuzi wa kimkakati wa taifa letu unaoendelea kuimarishwa na uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendelea kuonyesha kwa vitendo nafasi muhimu ya mwanamke kwa maendeleo ya taifa. Hali hiyo imejidhihirisha katika Dira 2050 inayolenga kupunguza pengo la kijinsia kwa angalau 85% na kuiwezesha Tanzania kuwa kinara barani Afrika na kuwa miongoni mwa nchi 10 bora duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuelekea Dira 2050 tunategemea kujenga Tanzania ya wanawake na wanaume wenye uwezo sawa wa kushiriki, kuamua, kumiliki, kuzalisha, kuongoza na kunufaika na maendeleo ya taifa. Kwa mtazamo wa kimkakati, Dira 2050 inabainisha kuwa usawa wa kijinsia si ajenda ya kijamii tu, bali ni ajenda ya kimageuzi ya kiuchumi na ajenda ya kitaifa ya ushindani. Baada ya utangulizi huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa kusoma mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka 2025-26. Katika kuboresha utoaji wa huduma za ustawi na maendeleo ya jamii kwa mwaka 2025-26, wizara ilipanga kutekeleza vipaumbele 5 ambavyo kwenye kitabu changu nimevitaja kwenye aya ya 23. Kuhusu mapato na matumizi ya fedha za wizara, fungu 53. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26, wizara ilipanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 9.040 kutoka katika vyanzo mbalimbali vya mapato. Vyanzo hivyo ni pamoja na ada ya vyuo vya maendeleo ya jamii, ada za malazi kwa wanafunzi wa vyuo hivyo, ada za mwaka za mashirika yasiyo ya kiserikali, uuzaji wa mitaala ya vyuo vya ustawi na maendeleo ya jamii na ada za usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo. Hadi kufikia Aprili 2026, wizara imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 3.570 sawa na 39.5% ya lengo la makusanyo ya mapato. Hata hivyo, miongoni mwa sababu iliyochangia kutofikiwa kwa lengo hilo ni pamoja na uhaba na uchakavu wa miundombinu katika vyuo. Aidha, wizara inaendelea na jitihada za kukusanya mapato katika kipindi kilichobakia ili kufikia lengo la makusanyo yaliyokadiriwa kwa mwaka wa utekelezaji 2025-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-26, wizara iliidhinishiwa na bunge lako tukufu shilingi bilioni 76.057 kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 49.115 zilitengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 26.941 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha za matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 22.646 ni mishahara na bilioni 26.469 ni fedha za matumizi mengineyo. Aidha, kati ya fedha za maendeleo, kiasi cha shilingi bilioni 15.415 ni fedha za ndani na bilioni 11.526 ni fedha za nje. Kufikia Aprili 2026, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 60.456 sawa na 79.49% ya fedha zilizoidhinishwa na bunge lako tukufu. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 40.740 sawa na 82.95% ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 19.719 sawa na 73.19% ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na mchanganuo wa fedha hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, uko jedwali namba 1 ukurasa wa 15. Kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara, fungu 53. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Hadi Aprili 2026, wizara kwa kushirikiana na taasisi zake pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo imetekeleza vipaumbele vilivyoainishwa katika bajeti ya mwaka 2025/26, na utekelezaji huo umewezesha kupatikana kwa mafanikio mbalimbali katika maeneo ya maendeleo na ustawi kama ifuatavyo. Kwenye kuendeleza rasilimali watu katika sekta ya maendeleo na ustawi wa jamii, habari hii Mheshimiwa Mwenyekiti nimeieleza kwenye aya ya 29 hadi 33. Kuhusu maendeleo ya jamii, Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inatekeleza kampeni ya mageuzi ya kifikra na mitazamo ya jamii kwa kujenga fikra na mitazamo chanya inayowezesha wananchi kufanya kazi kwa bidii, kuongeza uwajibikaji, kuwa wazalendo, waadilifu, wabunifu na wenye moyo wa kujitolea. Lengo likiwa ni kuondoa mitazamo hasi kama utegemezi, kutotumia fursa, kukosa maadili, kukosa uzalendo na kutowajibika, mambo yanayosababisha kutopata maendeleo yanayotarajiwa. Kampeni hiyo inakuza ari ya wananchi kushiriki katika kuibua, kupanga, kutekeleza, kusimamia na kufuatilia shughuli za maendeleo na kuwafanya kuwa kitovu cha maendeleo yao na kuhakikisha miradi ya maendeleo wanayoitekeleza ni endelevu na jumuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ilitekeleza kampeni ya Amsha Ari katika mikoa 4 na kufanya jumla ya mikoa 21 iliyofikiwa na kampeni hiyo, na maelezo kwa kina yako aya ya 35. Katika kampeni hiyo, jumla ya wananchi 7184 walishiriki kama walivyoainishwa kwenye aya ya 36. Kampeni hiyo imeimarisha mshikamano wa jamii katika kufanya kazi kwa pamoja, kuongeza uelewa na uwajibikaji wao katika kusimamia na kuendeleza miradi yao, kupunguza utegemezi kwa kuimarisha ari ya wananchi na kujitegemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeendelea kuajiri maafisa maendeleo ya jamii kwa kutambua umuhimu wao mkubwa katika kuamsha ari ya jamii kushiriki katika masuala ya maendeleo yao na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Katika mwaka wa fedha 2025/26, maafisa maendeleo ya jamii 830 wameajiriwa na kufanya jumla yao kuwa 4806 sawa na 89.8% kati ya mahitaji ya watumishi 5352 wanaohitajika nchini. Kupitia maafisa maendeleo ya jamii hao ambao wengi wao wapo katika secretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, wameendelea kuhamasisha jamii kushiriki katika kupanga na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika mikoa 26 ya Tanzania bara. Kufikia Aprili 2026, miradi ya maendeleo imeongezeka kutoka 31802 hadi kufikia 38443, ikiwemo miradi ya ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za afya 1632, ujenzi wa madarasa ya shule za awali na msingi 26467 na madarasa ya shule za sekondari 10344. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inaendelea kuratibu kampeni nyingine ya ujenzi wa nyumba bora kupitia kauli mbiu isemayo piga kazi, boresha makazi. Kupitia kampeni hiyo, maafisa maendeleo ya jamii wamehamasisha ujenzi wa nyumba bora 944 zenye gharama nafuu na hivyo kufanya jumla ya nyumba bora zilizojengwa katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara kufikia 15296 tangu kuanza kwa kampeni hiyo mwaka 2022. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa zingine kuhusu eneo hili la maendeleo ya jamii ziko aya ya 40 hadi 52. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha kuhusu utambuzi, uratibu na uendelezaji wa wafanyabiashara ndogo ndogo. Wizara imeendelea na shughuli za utambuzi, uratibu na usimamizi wa programu za kuwezesha makundi mbalimbali kiuchumi kama ilivyotajwa kwenye aya ya 53. Katika kuimarisha juhudi za serikali za kuwatambua na kuwarasimisha wafanyabiashara ndogo ndogo nchini, wizara imeendelea na utekelezaji wa zoezi la utambuzi na usajili wao kupitia mfumo wa usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo. Kwa kipindi hiki cha utekelezaji, jumla ya wafanyabiashara ndogo ndogo 56,039 wakiwepo wanaume 25,589 na wanawake 30,450 wamesajiliwa na kufanya jumla ya wafanyabiashara ndogo ndogo 143,053 ambao hawa wamesajiliwa kwa hiari yao tangu zoezi lilipoanza mwaka 2024.
Kati yao wafanyabiashara 63,246 wamelipia gharama za uchapishaji wa vitambulisho vya kidigitali. Aidha, wafanyabiashara 51,333 sawa na asilimia 81.2 ya waliolipia tayari wamepatiwa vitambulisho vyao, huku maombi 11,913 sawa na asilimia 18.8 yakiwa katika hatua za uchapishaji na usambazaji. Katika kipindi hiki cha utekelezaji kufikia Aprili 2026, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 10.5 kwa ajili ya utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu kwa wafanyabiashara ndogo ndogo. Fedha hizo zinafanya jumla ya shilingi bilioni 18.5 zilizopokelewa na wizara na kupelekwa benki ya NMB kwa ajili ya utoaji wa mikopo tangu zoezi hilo lianze Januari 2025. Kufikia Aprili 2026, jumla ya wafanyabiashara ndogo ndogo 8,426, wanaume 3,906 na wanawake 4,520 wamekopeshwa kiasi cha shilingi bilioni 17.9 na mchanganuo wa mikopo hii kwa kina uko kiambatisho namba 1 mwishoni mwa kurasa ya hotuba yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, aya ya 60 hadi 64 ni maelezo kuhusu makongamano na maonyesho mbalimbali ya wafanyabiashara ndogo ndogo, likiwemo la hivi karibuni la mama na baba lishe Aprili 2026, ambapo mgeni rasmi alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijielekeze kwenye eneo la malezi, maadili, maendeleo na ustawi wa watoto. Wizara ina jukumu la kuratibu na kusimamia malezi, maadili, matunzo na ustawi wa watoto pamoja na familia, ambayo ni msingi wa kujenga taifa lenye nguvu kazi yenye tija. Malezi chanya ya watoto yanayoambatana na maadili mema ni nguzo katika kujenga taifa imara kwa ustawi na maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, wizara inaratibu na kusimamia utoaji wa elimu ya malezi chanya kwa wazazi au walezi na vijana balehe, ikiwa ni juhudi za pamoja za kutokomeza vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Serikali kupitia wizara imeendelea kuratibu utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Programu hiyo inalenga kuhakikisha kuwa kila mtoto mwenye umri chini ya miaka 8 anapata huduma jumuishi za malezi na makuzi ili kuongeza kiwango cha ukuaji timilifu kutoka asilimia 47 ya sasa hadi asilimia 90 kama ilivyobainishwa katika Dira 2050. Katika mwaka huu wa fedha, wizara imeratibu uandaaji wa mfumo wa upimaji wa matokeo ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ili kufuatilia utekelezaji wa viashiria vya programu hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwepo na ongezeko la matumizi ya vifaa vya kielektroniki kwa watoto, hali inayochangia upatikanaji wa maudhui yasiyofaa kwa watoto. Tafiti zinaonyesha kuwa asilimia 67 ya watoto wenye umri wa miaka 12 hadi 17 hutumia simu janja, ambapo asilimia 4 kati yao wamekumbana na aina mbalimbali za ukatili mtandaoni. Katika kuimarisha ulinzi na usalama wa watoto dhidi ya changamoto hizo, wizara ilitoa mafunzo kwa timu ya wawezeshaji 516 kuhusu usalama wa watoto mtandaoni kwa lengo la kuwawezesha kutoa elimu kwa wanafunzi, walimu na watumishi wasio walimu katika shule za msingi na sekondari. Baada ya mafunzo hayo, wawezeshaji waliweza kuwaelimisha wanafunzi milioni 1.8, walimu 679 na watumishi wasio walimu 232 kutoka mikoa yote 26 nchini. Ili kuhakikisha serikali inaendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano, ilianzisha kamati ya kitaifa ya ushauri kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni mwaka 2024 kama inavyoelezwa kwa kina kwenye aya ya 73. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto vinavyoathiri afya ya mwili na akili, jumla ya walimu 4388 wamepata mafunzo kuhusu namna ya kuanzisha, kusimamia na kuratibu afua za ulinzi na usalama wa mtoto shuleni. Aidha, maelezo kuhusu madawati ya ulinzi na usalama wa mtoto katika shule za msingi na sekondari nchini na maelezo kuhusu mabaraza ya watoto yapo katika aya ya 75 na 76. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na vitendo vya ukeketaji dhidi ya wanawake na watoto wa kike ambavyo ni ukiukaji wa haki za binadamu, serikali imezindua mkakati wa taifa wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji wa mwaka 2025-26 unakwenda hadi 2029-30. Mkakati huu unalenga kuimarisha juhudi za kutokomeza vitendo vya ukeketaji nchini. Mkakati huu unalenga kupunguza kiwango cha ukeketaji kutoka asilimia 8 hadi kufikia asilimia 4 ifikapo mwaka 2030. Tofauti na mikakati iliyopita,
Mkakati huu umeweka kipaumbele cha ushiriki wa wanaume katika harakati za kutokomeza ukeketaji. Hatua hiyo inatokana na baadhi ya mila na desturi na mitazamo hasi ya jamii inayochochea vitendo vya ukeketaji, hususan kwa baadhi ya wanaume kutokuwa tayari kuoa wanawake ambao hawajakeketwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi husika, Wizara imeendesha kampeni rafiki ya kuokoa watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani katika mikoa yote nchini. Kupitia kampeni hiyo, jumla ya watoto 6182 wameokolewa. Watoto 5663 wameunganishwa na familia zao. Kati yao watoto 52 wamehitimu mafunzo mbalimbali ya ufundi. 448 wako katika makao ya watoto na 71 wako chini ya walezi wa kuaminika. Katika kuendelea kuzuia watoto kuingia mtaani, sambamba na hilo, serikali kupitia wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeanzisha madawati 14 ya huduma za ustawi wa jamii kama nilivyoainisha kwenye aya ya 81 hadi 83. Hii ipo kwenye vituo mbalimbali vya mabasi. Hata hivyo, inapotokea watoto wamekosa malezi ya kifamilia, wizara imeweka utaratibu wa malezi mbadala kama vile huduma za watoto wanaolelewa katika makao ya watoto, malezi ya kambo na kuasili, kwa lengo la kutoa matunzo ya watoto hao kama nilivyoeleza kwa kina kuhusu huduma hizi kwenye aya ya 84. Wizara imeendelea kuratibu na kuimarisha afua zinazolenga kuandaa vijana kuingia katika majukumu ya ndoa na familia. Kadhalika, wizara imeweka msisitizo wa umuhimu wa utatuzi wa migogoro ya familia kwa njia ya usuluhishi, ambapo katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imepokea jumla ya mashauri ya ndoa 49573. Kati ya mashauri hayo, mashauri 9995 yamesuluhishwa na kufungwa. Mashauri 8036 yalipelekwa mahakamani na mashauri 31542 bado tunaendelea kusuluhisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya mashauri ya matunzo ya watoto 19425 yalitokana na watoto waliozaliwa nje ya ndoa. Kati ya mashauri hayo 3500 yamepelekwa mahakamani na 15925 yanaendelea kushughulikiwa na maafisa wa ustawi wa jamii. Katika kuimarisha malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, wizara inasajili vituo vya kulelea watoto wadogo mchana na watoto wachanga kama nilivyoeleza kwa kina mchanganuo wake kwenye aya ya 92. Wizara kwa kushirikiana na wadau wake wa kisekta imeendelea kuratibu ushirikiano wa wadau mbalimbali wa maendeleo ili kushirikiana na jamii ya makundi yote katika kupambana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, ambapo kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi, idadi ya watoto walioripotiwa kufanyiwa ukatili wa kingono imepungua kutoka 10937 mwaka 2024 hadi 9902 kwa mwaka 2025. Takwimu hizi ziko kwenye kiambatisho namba 2 mwishoni mwa kitabu changu. Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya, takwimu hizi zinaonyesha ukubwa wa changamoto ya ukatili dhidi ya watoto katika jamii yetu na zinatoa wito kwa taifa kuendelea kuchukua hatua madhubuti zaidi kulinda kizazi cha sasa na kijacho. Wizara itaendelea kwa kasi zaidi kuratibu wadau wake ili kuhakikisha ukatili wa kingono dhidi ya watoto unatokomezwa. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, watoto wameendelea kukabiliwa na ukatili wa kutupwa, kuibwa na kutelekezwa, ambapo kwa mwaka 2025 taarifa ya Jeshi la Polisi inaonyesha kwenye kiambatisho namba 2B kuwa jumla ya watoto 165 waliripotiwa kutupwa, 137 kutelekezwa na 86 kuibwa. Matukio haya ni kinyume kabisa na haki za watoto kuishi kama ilivyoainishwa katika Sera ya Maendeleo ya Mtoto na Sheria ya Mtoto. Ijulikane kwetu sote kuwa mapambano dhidi ya ukatili wa watoto si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa taifa zima. Hivyo tunapaswa kama jamii kuungana kwa dhati, kwani bila kufanya hivyo tutakuwa tunahatarisha msingi wa kizazi chenye jukumu la kubeba maono, uchumi na uongozi wa Tanzania ya mwaka 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha wazazi wanatekeleza wajibu wao wa kusimamia maadili, malezi na matunzo ya watoto na familia, serikali kupitia wizara imeendelea kuratibu na kusimamia utoaji wa elimu kuhusu maadili, malezi chanya na matunzo ya watoto na familia yenye kauli mbiu isemayo familia bora taifa imara. Katika kipindi husika,
jumla ya wazazi na walezi 469,634 wakiwemo wanaume 157,291 na wanawake 312,343 walipatiwa elimu ya malezi chanya kupitia majukwaa ya wazazi, viongozi wa dini na wahamasishaji jamii. Sambamba na hilo, elimu hiyo ilitolewa kwa waandishi wa habari kutoka vyombo vya habari 29 vya kitaifa pamoja na redio za kijamii 16 zinazosikika nchi nzima. Vikundi vya malezi ni majukwaa ya kuwafikia wazazi na walezi kwa urahisi katika lengo la kuimarisha malezi, matunzo na maadili ya watoto ndani ya familia. Katika kutekeleza azma hiyo, wizara imeandaa mwongozo wa kuwezesha uwezeshaji na uanzishaji na uendeshaji wa vikundi vya malezi na matunzo ya watoto. Katika kipindi husika, jumla ya vikundi vya malezi 4,526 vimeanzishwa katika mikoa na halmashauri zote nchini. Lengo la serikali ni kuanzisha na kuisha vikundi 200,000 vya malezi na matunzo ya watoto ifikapo 2030. Hatua hiyo ni sehemu ya makubaliano ya Bogota, Colombia ya mwaka 2024 kuhusu uanzishaji wa majukwaa ya wazazi au walezi kwa ajili ya malezi ya watoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niende kwenye huduma za ustawi wa jamii. Wizara imeendelea kuboresha huduma za ustawi wa jamii kwa mtu binafsi, familia na makundi mbalimbali katika jamii kwa lengo la kuzuia na kutatua athari zinazotokana na changamoto mbalimbali. Maelezo kwa kina juu ya huduma hizi ni ukurasa wa 103 hadi aya ya 103 hadi aya ya 104. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kwa kushirikiana na washirika wake wa maendeleo inaendelea kutoa huduma za msingi kama vile huduma za matibabu, malazi ya muda, huduma za kisheria na msaada wa kisaikolojia kwa manusura na wahanga wa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Katika kipindi cha utekelezaji, jumla ya manusura 1,313, wanaume 53, wanawake 1,260 wamehudumiwa katika nyumba salama 20 zilizopo katika mikoa mbalimbali nchini. Sambamba na hilo, jumla ya wahanga na manusura wa vitendo vya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto 108,819 wakiwemo watoto 32,150 wapo wavulana na watu wazima pia ambao wameripotiwa katika vituo mbalimbali vinavyotoa huduma za afya kwa manusura wa ukatili nchini. Takwimu kwa kina ni aya ya 104. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuajiri maafisa ustawi wa jamii kwa lengo la kusogeza huduma za ustawi kwa wananchi, ambapo katika mwaka huu wa fedha 2025/26 jumla ya maafisa ustawi wa jamii 401 wameajiriwa na kupangiwa vituo vya kazi, hivyo kufanya idadi yao kufikia 2,315 sawa na 12.5 ya maafisa 18,481 wanaohitajika nchi nzima. Aidha, katika kusogeza huduma za ustawi wa jamii kwa wananchi, wizara imewapatia simu janja maafisa hawa wa ngazi za mikoa yote 26 ili waweze kuharakisha utoaji wa huduma kwa mawasiliano na wananchi. Namba za simu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia bunge lako tukufu zipo kiambatisho namba 3 ya kitabu changu. Mheshimiwa Mwenyekiti, utafiti uliofanywa na Shirika la Afya Duniani ulionyesha kuwa takriban watu 25 kati ya 100 hukabiliwa na changamoto za afya ya akili na saikolojia. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kuwa changamoto za afya ya akili si swala la mtu mmoja, bali ni swala linalohitaji juhudi za pamoja. Katika kipindi cha utekelezaji, jumla ya wataalamu 95 wamejengewa uwezo juu ya kutoa huduma ya afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na kijamii. Wizara inatambua na kuthamini mchango wa wazee kama tunu muhimu ya taifa. Na hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, dhamira hiyo imeainishwa katika Sera ya Taifa ya Wazee ya mwaka 2003, toleo la mwaka 2024, inayosisitiza kuhusu ulinzi, matunzo, hifadhi ya jamii na ustawi wa wazee. Taifa lisilojali wazee linapoteza hazina ya maarifa, uzoefu, historia na utamaduni ambavyo ni msingi wa kujenga mshikamano na maadili ya jamii. Katika kipindi cha utekelezaji, wizara imetoa huduma za matunzo kwa wazee na wasiojiweza, wazee wasiojiweza 229, wanaume 139, wanawake 90 katika makazi ya wazee 13 yanayosimamiwa na wizara. Makazi hayo yapo katika maeneo mbalimbali nchini, nimeyataja aya ya 112. Sambamba na hilo, wizara imeratibu huduma za utoaji wa matunzo kwa ujumla ya wazee 268 wakiwepo kwenye makazi ya wazee 16 yanayomilikiwa na taasisi binafsi. Katika kuimarisha huduma za afya kwa wazee nchini, ikiwa ni utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mpango wa bima ya afya kwa wote, serikali kupitia wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Afya imewezesha upatikanaji wa bima za afya kwa wazee wote 229
wanaohudumiwa katika makazi 13 ya serikali. Kadhalika, serikali kupitia wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu imefanikisha upatikanaji wa huduma za msamaha na matibabu na upimaji wa afya kwa wazee 586,638 zenye thamani ya shilingi bilioni 3.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu maendeleo ya jinsia na uwezeshaji wanawake, wizara inasimamia utekelezaji wa sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya mwaka 2003 yenye lengo la kukuza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake. Katika kufikia azma hiyo, wizara imeendelea kuratibu na kutekeleza program ya afua mbalimbali zinazolenga kuimarisha ushiriki sawa wa wanawake na wanaume katika nyanja zote za maendeleo. Habari hizi nimeainisha kwenye aya ya 119 na hapa sera, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ya 2023, kwa makosa nijitamka 2003. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha pamoja na wadau wa maendeleo imefanikisha utekelezaji wa uandaaji wa bajeti yenye mlengo wa kijinsia, gender responsive budget, kwa mwaka 2026/27. Kupitia mwongozo wa uandaaji wa mipango na bajeti ya 2026/27 umebainisha wizara 9 za mfano ambazo ni kinara wa utekelezaji wa bajeti yenye mlengo wa kijinsia. Nimetaja wizara hizi kwenye aya ya 120. Lengo ni kuhakikisha kuwa utekelezaji wa mipango na bajeti ya serikali unatoa matokeo chanya na kuimarisha usawa wa kijinsia. Zoezi hili limewezesha serikali kwa mara ya kwanza kuweza kuandaa tamko la uzingatiaji wa masuala ya kijinsia kwenye mipango ya bajeti, na tamko hili litawasilishwa katika bajeti kuu ya serikali ya mwaka huu 2026/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, maelezo ya kina kuhusu maendeleo ya jinsia na uwezeshaji wanawake yanaendelea kwa wingi kwenye aya ya 123 hadi 163. Aidha, kwenye aya ya 141 hadi 142 nimetoa maelezo mafupi kuhusu hali ya ukatili wa kijinsia, kwamba ukatili wa kijinsia ni changamoto inayoathiri uimara wa wanawake na wanaume katika kufikia ndoto zao za kujiletea maendeleo na ustawi. Takwimu kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi zinaonyesha ukatili wa kingono kwa jinsia zote umeshuka kutoka matukio 12,749 mwaka 2024 hadi 11,625 mwaka 2025. Aidha, katika kipindi chote wanaokatiliwa zaidi kingono ni wanawake ukilinganisha na wanaume. Mathalan, wanawake 10,976 na 10,057 walikatiliwa kingono mwaka 2024 na mwaka 2025 mtawalia, ukilinganisha na wanaume 1,773 na 1,568 katika kipindi hicho hicho cha mwaka 2024 na 2025 mtawalia. Habari zaidi zipo kiambatisho namba 4. Mheshimiwa Mwenyekiti, chini ya uongozi wenye maono wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanawake wameendelea kujipambanua kama nguzo ya uongozi, umoja wa kitaifa na maendeleo jumuishi. Kwa dhamira hiyo, tarehe 14 Januari mwaka 2026, wizara ilisajili Women in Leadership Forum, jukwaa la wanawake viongozi Tanzania, taasisi ya kipekee iliyoanzishwa na wanawake viongozi 12 kutoka vyama 10 vya siasa, wakiongozwa na muasisi na mbeba maono wake Mheshimiwa Dr. Evelyn Wilbard Muniz, ambaye tupo naye humu ndani kama mbunge mwenzetu, lakini ni naibu waziri wa Wizara ya Kazi, Ajira na Mahusiano. Mheshimiwa Mwenyekiti, wapo pamoja na viongozi wenzake ambao wapo katika jukwaa la wageni. Ni nadra duniani kuona viongozi kutoka vyama vingi vyenye itikadi tofauti tofauti wakivuka mipaka ya ushindani wa kisiasa na kuungana kwa ajili ya amani, mshikamano, uongozi wa wanawake na maslahi mapana ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, usajili wa WLF ni kielelezo cha mazingira wezeshi, siasa za staha na falsafa ya Mheshimiwa Rais ya kulileta taifa pamoja, falsafa inayowafanya wanawake kuwa madaraja ya umoja, sauti za matumaini na wabeba maono ya Tanzania imara na jumuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara iliratibu maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika
kila mkoa, ambapo wizara iliungana na mkoa wa Geita kuadhimisha siku hiyo. Sambamba na maadhimisho hayo, wizara ilizindua rasmi mradi wa kukuza usawa wa kijinsia Tanzania unaojulikana kwa jina la pamoja Project Advancing Gender Equality in Tanzania. Lengo la mradi huo ni kukuza usawa wa kijinsia kwa kuwawezesha wanawake kiuchumi na kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia katika mikoa 10 yenye jumla ya halmashauri 40. Maelezo ya kina kuhusu mradi huu mkubwa yapo eneo la 10 la utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, usajili na uratibu wa shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali ni majukumu muhimu yanayotekelezwa na wizara ili kuhakikisha wananchi wanapata haki yao ya kikatiba ya kujumuika na kuchangia maendeleo kwa kutoa huduma kwa jamii zenye uhitaji. Katika kipindi hiki cha utekelezaji, mashirika yasiyo ya kiserikali yamesajiliwa 1066 kati ya mashirika 1000 yaliyopangwa kusajiliwa. Katika jitihada za serikali za kupunguza utegemezi kwa wafadhili kuhusu mashirika haya na kuimarisha uendelevu wa mashirika hayo, serikali imezindua kamati ya kitaifa ya kuratibu mchango wa uanzishwaji wa mfuko wa pamoja wa ruzuku wa mashirika hayo ya kiserikali, NGOs Basket Fund. Kamati hiyo inaongozwa na Dr. Abdul Majid Nsekela, mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB. Kamati hiyo inatarajia kukamilisha kazi yake ndani ya mwaka ujao wa fedha 2026/27. Maelezo kuhusu mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali nimeeleza kwa kina kwenye aya ya 172 jinsi gani mashirika haya yanatusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imeendelea kushirikiana kwa karibu na Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali nchini katika kuimarisha uratibu wa sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali kwa lengo la kujenga ushirikiano madhubuti, kuongeza uwajibikaji na kuimarisha mchango wa sekta hiyo katika maendeleo ya taifa. Katika kuendeleza juhudi hizo, Aprili 2026 wizara iliratibu kikao maalum cha wabunge wa viti maalum wanaowakilisha mashirika yasiyo ya kiserikali kwa ajili ya kupitia taarifa mbalimbali za utekelezaji pamoja na mwelekeo wa sekta hiyo. Kupitia majadiliano hayo, mrejesho ulionyesha kuwa kati ya hoja 19 zilizowasilishwa na sekta kupitia majukwaa mbalimbali za mwaka, hoja 15 sawa na 80% tayari zimefanywa kazi na serikali na hoja zingine tunaendelea kufanyia kazi. Sambamba na mafanikio hayo, wizara inapenda kutumia fursa hii tena kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa kizalendo wenye maono na tija kwa taifa wa kuongeza idadi ya wabunge wanaowakilisha mashirika yasiyo ya kiserikali kutoka 2 hadi 3. Uamuzi huo ni hatua kubwa ya kihistoria inayoonyesha dhamira thabiti ya serikali ya awamu ya 6 ya kuendelea kuimarisha ushiriki wa wadau wa maendeleo katika ujenzi wa taifa, kuongeza uwakilishi wa sauti za wananchi na kuipa sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali nafasi pana zaidi ya kushiriki katika majadiliano ya maamuzi muhimu ya kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme machache kuhusu uratibu wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, awamu ya 2, habari inayopatikana kwa kina kwenye aya ya 179 na kuendelea. Wizara inaendelea kuratibu utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa awamu ya 2 wenye lengo la kuhakikisha jamii inakuwa huru dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto na inapata fursa sawa za kushiriki katika masuala ya kijamii na kiuchumi. Mpango huu una maeneo makuu 8 yametajwa vema kabisa kwenye aya ya 179, yakiwepo masuala ya maadili, masuala ya sheria mbalimbali, uwezeshaji kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango huu ni shirikishi kwa kuhusisha serikali, washirika wa maendeleo, mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi binafsi na jamii kwa ujumla. Aidha, mpango huo unasisitizwa kujadiliwa katika ngazi za maamuzi ikiwemo kamati ya maendeleo ya kata WDC, ambako waheshimiwa wabunge wanapokuwa ni madiwani wakirudi kule huwa wanaketi, kamati za ushauri za wilaya DCC na kamati za ushauri za mikoa RCC ambazo zinaongozwa na wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya. Utekelezaji wa mpango huo kwa kila eneo unaratibiwa na wizara mbalimbali kulingana na usimamizi wa kisera na mchanganuo wa wizara hizo upo aya ya 181 hadi 203. Aidha, katika aya ya 184 hadi 185 nimetambua na kupongeza juhudi za Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa kuzindua mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwa miaka 10 ijayo kuanzia mwaka 2026-27
hadi 2036-37. Mkakati huu unalenga kujenga jamii yenye maadili, uzalendo, uwajibikaji na mshikamano wa kitaifa, na ni mkakati pacha na unaenda sambamba na huu mpango niliotoka kuuelezea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu utekelezaji wa majukumu ya taasisi zilizo chini ya wizara ambazo ni Taasisi ya Ustawi wa Jamii na Taasisi ya Maendeleo ya Jamii Tengeru, nimetoa maelezo ya kina kwenye aya ya 204 hadi 218. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijielekeze kwenye miradi ya maendeleo. Katika mwaka wa fedha 2025/26, wizara imeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo 8 ikijumuisha miradi ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika taasisi, vyuo vya maendeleo ya jamii na vituo vya ustawi wa jamii na miradi ya kutoa huduma katika jamii. Miradi hii ni mikubwa Mheshimiwa Mwenyekiti, na taarifa yake ni ya kina sana. Kutokana na muda, naomba bunge lako tukufu lirejee kwenye aya ya 219 hadi 230. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba nijielekeze kwenye vipaumbele vya wizara na bajeti ya mapato, matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2026-27, wizara itajikita katika maeneo machache yenye matokeo chanya kwa taifa, uwezo wa kuleta mageuzi na mchango mkubwa katika kujenga Tanzania yenye jamii imara, jumuishi na yenye maendeleo endelevu. Hivyo, wizara itatekeleza mpango na bajeti kwa kuzingatia vipaumbele 7 ambavyo ni vifuatavyo. Kwanza, kujenga mtaji wa watu wa taifa na kizazi cha Tanzania ya 2050 kinachozingatia maadili, uzalendo, haki, usawa na ustawi na maendeleo jumuishi. Pili, kuimarisha huduma za ustawi, malezi na makuzi ya watoto, ulinzi wa kijamii na uthabiti wa taifa ili kuendeleza taifa lenye mshikamano, ustahimilivu na utu wa kibinadamu kwa kuzingatia kuwa watu ndio mtaji mkuu wa maendeleo ya taifa. Tatu, kuimarisha mifumo ya uwezeshaji wa wanawake, usawa wa kijinsia na kutokomeza ukatili wa kijinsia ili kuhakikisha kuwa mwanamke anashiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. 4, kufanya mageuzi ya uchumi wa makundi maalum na sekta isiyo rasmi kutoka uchumi wa kujikimu kwenda uchumi rasmi wa kibiashara wenye tija, ushindani na wenye mchango katika pato la taifa, kwa kuwa makundi hayo ni muhimu katika kujenga uchumi jumuishi. 5, kuimarisha matumizi ya kidigitali na takwimu katika huduma za kijamii ikihusisha uchambuzi wa takwimu ili kurahisisha utendaji na kufanya maamuzi yenye ushahidi wa kitakwimu. 6, kujenga jamii ya Kitanzania yenye amani, uwajibikaji na mshikamano ili kuimarisha ushiriki wa wananchi katika maendeleo. Na 7, kuimarisha ushirikiano wa kitaifa wa kimkakati kati ya serikali, asasi za kiraia, sekta binafsi, taasisi za dini na wadau wa maendeleo, kwa kuwa maendeleo ya taifa yanahitaji juhudi za pamoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, vipaumbele hivi vimefafanuliwa na kuelezwa kwa kina maana yake nini, pamoja na kazi zitakazotekelezwa na matokeo tarajiwa yatakayotokea, na vyote hivi viko aya ya 233 hadi 267. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa shukrani. Ninaomba nitumie fursa hii kuzishukuru serikali za nchi mbalimbali marafiki kwa ushirikiano wanaotupatia, ambazo zimeendelea kuisaidia wizara kwa njia mbalimbali. Ninayashukuru mashirika na taasisi za kimataifa kwa ushirikiano wao waliotoa kwa wizara, ikiwa ni pamoja na UNICEF, UNFPA, UN Women, WHO, UNDP, UNEP, IOM na UNESCO. Vile vile ninashukuru Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika, SEDEC, EU, Benki ya Dunia, AFDB, Enabel Foundation, Abbott Fund, Global Fund na Hilton Conrad Foundation. Ninazishukuru taasisi za kifedha nchini ambazo ni CRDB Bank, NBC, NMB, TCB, Benki ya Maendeleo, TADB, Stanbic, Azania, Equity Bank, Benki ya Watu wa Zanzibar, ACB, DCB na Benki ya Mkombozi. Nashukuru mashirika yasiyo ya kiserikali na mashirika ya dini,
Hope for Young Girls Tanzania, World Vision, Pact Tanzania, Help Age Tanzania, Compassion International, ROT, CIC, RCT, ICS, SOS, Braki Maendeleo Plan International, Kivulini, Sisema, Amani Girls, Girls Effect, Tekden, ECPAF. Shukrani zangu ziende kwa taasisi za umma TPA, PPRA, TPDC, WCF, UTT, TISEZA, Mgodi wa Geita, PMM Group, Bakresa Group of Company, Total Energies, Asas Group of Company na Oryx Gas. Natoa shukrani zangu kwa jumuiya za makundi mbalimbali, Baraza la Taifa la Ushauri la Wazee, CHAMAPWITA, machifu na viongozi wa kimila, CCWWT, Jukwaa la Ulingo, Baraza la Watoto, Shiuma na Umalita. Pongezi ziende kwa mabinti wa timu yetu ya Tanzanite Queens ambao wamefuzu na wataiwakilisha nchi katika mashindano ya Kombe la Dunia Septemba 5, 2026 nchini Poland. Nashukuru wafanya kampeni za kijamii Smaujata, Lemachu, Sawata pamoja na vyombo vyote vya habari. Shukurani pia ziende kwa viongozi wa dini CPCT, TEC, BAKWATA, CCT na SDA. Nashukuru bodi ya mashirika yasiyo ya kiserikali na Kongo, vile kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, na washukuru wakuu wa mikoa yote nchini kwa ushirikiano wananipa na timu zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii pia kuishukuru familia yangu, hususan mume wangu mpenzi Wakili Msomi Methusela Gwajima na watoto wetu wote ambao wamekuwa sehemu yangu wakati wote ninapokuwa nafanya kazi hizi. Wamekuwa sehemu ya familia yangu kwa uvumilivu wao wa kipekee na kunitia moyo katika kutekeleza majukumu yangu ya kitaifa, na wapenda sana. Aidha, ninawashukuru wananchi wote wa Tanzania kwa kuipatia ushirikiano wizara ninayoisimamia. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niombe fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27 wizara inatarajia kukusanya maduhuli kiasi cha shilingi bilioni 7,040,129 kutoka vyanzo mbalimbali kama ilivyoainishwa katika ukurasa wa 148. Matumizi ya kawaida kwa mwaka 2026/27 wizara inakadiria kutumia kiasi cha shilingi bilioni 50,137,800,100 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 23,315,200,700 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi na bilioni 26,822,594 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Miradi ya maendeleo, wizara inakadiria kutumia bilioni 57,886,442 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 36,915,400,400 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 20,971,038 ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 2026/27 Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, fungu 53, tunaomba bilioni 108,224,243 ili kutekeleza majukumu yetu ya wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii inapatikana pia katika tovuti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, www.jamii.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kutoa hoja.